mwaminifu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, na Mungu wetu, Mungu tunayempenda, Mungu ambaye ametufanya na tukapata uhai siku ya leo. Tunasema ni asante Bwana, asante kwa asubuhi ya leo ambayo Bwana wanaojiomba wanangojea neno hili ili Yesu akalipokee. Naomba Yesu nitumie kama chombo, kama vile ngali usafirisha mwanadamu kutoka hapa kwenda pale. Nami Yesu nitumie kama ngali yako ya kusafirisha tu neno lako Jehova, ikaweze kuingia hata kama ni kwa nafsi moja tunakungeuza hiyo nafsi Baba yangu, kwa maana hakuna mwingine aliye kama Bwana. Inuliwe na ukatukuke, maana wewe ni kimbilio. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Zefania 1:14 mpaka 18. Maandiko inasema hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Ikaribu nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa ulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wametenda Bwana dhambi, na damu yao itamwangwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake. Maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii, naam, ukomo wa kutisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Siku ya leo ama kuanzia siku ya Friday, watu wanakumbuka vile Yesu alivyoteswa pale msalabani kwa sababu ya dhambi za mwanadamu. Na wakati watu wanapokumbuka pale, na akili za watu wengi pale ziko pale, unapoangalia sehemu zile zingine, kuna watu ambao wanakumbuka kwa mambo tofauti, ama wanakumbuka kwa nia tofauti. Unapata wengine wanasherehekea kuteswa kwa Yesu, ama ukumbusho wa kuteswa kwa Yesu wakiwa kule katika baa. Wengine wanakusanyika kwa mikusanyiko ya chakula. Lakini mtu yule ambaye ameokoka, yani ameingia katika nyumba ya Bwana na kukumbuka mateso ya Yesu, vile alivyoteswa kwa sababu ya dhambi za mwanadamu. Lakini mimi sijakuja kwa hiyo, nimekuja kukuambia kuna siku ambayo imeandaliwa, siku kuu ambayo ni siku ya Bwana. Ile Yesu alisema ninaenda na nitarudi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja kuongelelea siku kuu ya Bwana, siku ambayo ni siku Yesu atakuja kulichukua kanisa lake na kuweza kulieka pale ambapo alienda kuandaa makao. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuja nikuongeleshe kuhusu hiyo siku ambayo inakuja, ambayo ni siku kubwa sana, ambayo ni siku kuu, ambayo ni siku ambayo watenda dhambi hawataiona, ambayo ni siku ambayo kama wewe unaenda kinyume na maandiko, hiyo siku hutaweza kuiona. Kwa sababu gani? Hii siku wale wataweza kuiona ni wale watu ambao walitamani kuokoka na wakaambatana na maandiko, na wakaweza kuambatana na matendo mazuri ya Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndipo siku ya leo tunaambiwa katika kitabu cha Zefania ya kwamba siku kuu ya Bwana ikaribu na inafanya haraka sana kukunja. Bwana Yesu apewe sifa. Hii siku ninayoiongelelea sio siku ingine, ni ile siku Yesu alisema ya kwamba ninaenda na nitashuka nikuja kulichukua kanisa nilipeleke kwa Baba yangu, ili pale mimi nitakuwa watu wangu wakuwe pale.
Bwana Yesu apewe sifa. Maana watu waliokoka na hii siku kuu ya Bwana wakaweza kuisahau. Utajua ya kwamba wameisahau. Kwa nini? Maana dhambi kwa watu ambao wameokoka imekuwa si kitu. Yani dhambi imekuwa ni kama mazoea. Mtu anatenda dhambi na ajiulizi, ni kama ana dhamira ambayo inamuuliza matendo hii unayotenda inaambatana na wokovu, inaambatana. Yesu akija saa hii anaweza akaenda na wewe ama atakuacha hapo chini. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kwa walokole imekuwa dhambi ni kama chakula. Vile unaamukanga unapika chai na unakula, imekuwa hivyo ndivyo ilivyo kwa watu wa Mungu. Unapata mtu anatenda dhambi, anasahau ya kwamba Yesu alisema ataenda na atalikujia kanisa. Ningependa siku ya leo ujiulize vizuri ya kwamba mimi kile ninachotenda, na ndipo ninakuambianga vizuri katika maandiko, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 ya kwamba chochote unachokitenda ukatende kwa utukufu wa jina la Bwana. Kuna watu wanatenda mambo na hawajiulizi ya kwamba kile ninachotenda kinaambatana na matendo ya msalaba. Yesu akija leo anaweza akaenda na mimi ama ataniacha nikichomeka na moto. Bwana Yesu apewe sifa sana. Siku ile ninayoiongelelea, tumeambiwa ya kwamba siku hii itakuwa ni siku ya dhiki. Itakuwa ni siku ya kulia na kusanga meno kwa sababu ya ile matendo mwanadamu anayotenda. Maana yale tunayotenda, ningetaka tukajiulize siku ya leo ya kwamba inaambatana na wokovu kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua siku hii ambayo tuliambiwa Yesu atakuja, akuji kuchukua moyo ambao umejaa dhambi, akuji kuchukua moyo ambao umechakaa kwa dhambi, lakini atakuja kuchukua moyo ambao ni msafi ili akaweze kuenda nao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana nimekuambia watu saa hii wanasherehekea kuhusu kuteswa kwa Yesu kwa njia tofauti. Unapata mtu, kitambo kule tukiwa huko nyuma kama vijana, kuna vitu tulikuwa tunafanya wakati wa masiku kama haya. Yani unapanga mambo yako na upangi Yesu pale. Yani imekuwa hivyo mpaka hata wa leo. Una watu ambao akipanga mambo yake apangi ya kwamba Yesu ni kitu katika maisha yake, ili yale yameokoka, lakini yale anayotenda hayaambatani na msalaba. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliteswa kwa sababu ya mwanadamu, aliteswa kwa sababu ya dhambi za mtu. Na sijui hizo dhambi unatenda ama bado unaziendelea nazo ama umeachana nazo. Maana dhambi itatuzuia tusiende na Yesu. Atakapokuja ataenda na kanisa. Jiulize, akija leo nitaenda na yeye ama nitabaki hapa chini? Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana unaweza ukakumbuka kuteswa kwa Yesu, sikatai unakumbuka, lakini matendo yako inaambatana na msalaba. Matendo yako inaambatana na vile Yesu alituambia tukafanye. Matendo yako inaambatana na maandiko. Na hii inasababishwa na nini? Unapata mtu ako na Biblia lakini asomi Biblia.